Jana kulikuwa michezo ndio ilisheni kwa sababu kuna mechi takriban 8. 8? 8. Ndani na nje au ndani nje? Hapa za NBC Premier League ndio michezo ambayo ilikuwa imetaradadi sana. Watu walikuwa wakisubiri kwa hamu, lakini katika kufuatilia mashindano ya club ngazi ya dunia, watu walikuwa wakisubiria mechi ile ya Wydad. Jana wakicheza na Man City. Na watu wengi hamu yao ilikuwa kumuona Aziz Ki. Sasa hajacheza. Alicheza. Watu wamemuona shemeji. Watu walimuona baadaye, aliingizwa baadaye dakika za jioni. Na watu wakasema bwana, kwa namna alivyocheza waliona kwamba angeingizwa mapema basi kungekuwa kuna uhai mkubwa sana kwenye timu ile Wydad. Kakipiga kweli kweli. Kutokea Morocco. Si watu wachezaji wanatafuta kuonekana, lakini pia kuipambania chapa ya timu yao. Mambo yanakuwa lakini Gea leo tarehe 19 ni tarehe ambayo inakwenda kuweka historia ya nchi. Inakwenda kuweka historia ya nchi haswa katika nyanda za juu huko ziwa. Kanda ya ziwa huko. Ambako leo ndio uzinduzi wa daraja lile. Daraja la Busisi. Kigongo Busisi. Mimi nimepata bahati ya kulipita juzi. Nilipata bahati ya kulipita. Juzi wakati nipo Mwanza wakati tunatoka. Sasa Gea, mbona mambo haya usemi Gea, tunakuuliza vipi? Bukoba, Geita, umekwenda Mwanza na nini, mambo ambayo yanafanyika katika mkusanyiko wa kutafuta bilioni 1. Hapo kwenye kutubabiza tukaona sio kweli. Mimi nilipata bahati ya tarehe 19. Nilikuwa nimesema nilipata bahati ya kupita pale darajani. Watu wanatoka Mwanza tunaenda Geita. Tumepita kwenye daraja la Busisi. Umeona daraja lilikuwa daraja refu kweli nzuri. Na wakati unapita labda kwenye mawili matatu kwenye kupoji, ulikuwa katika hali gani? Nini ambacho ulikuwa ukipata hisia wakati unapita? Kitu ambacho kwa unakumbuka? Mimi nilikuwa nalifananisha kama na daraja hili hapa la Tanzanite. Lakini lile kule ni refu sana. Refu. Yaani sehemu nyingi, sehemu kubwa. Ni sehemu kubwa. Na sisi tulipata bahati, sio kama ilikuwa inaruhusiwa kupita kwamba magari yalikuwa yameshaanza kupita rasmi. Hapana, kwa sababu mliombewa kwa sababu wanasubiri kuzinduliwa. Ila sisi tulipita kwa sababu tulikuwa tuko na watu fulani, kwa hiyo tukaweza na kujua sehemu kubwa. Tukaweza kupita kwenda. Sasa wakati wa kurudi wakawa wanatuonyesha sasa wenyeji, wanasema mnaona kivuko hichi kilipokuwa na kadhia? Mnaona hii foleni ya magari? Hii foleni ya magari unaweza ukakaa hapa mpaka saa 9 usiku au asubuhi. Unasubiri kuvuka kama uko na gari. Yaani foleni kubwa kweli. Na magari makubwa. Yaani ukivuko kinasubiri kufanya nini? Watu wavuke, yani kwenda upande wa pili. Kwa hiyo yani ile daraja leo likizinduliwa rasmi likianza kutumika, yani watu wakule watakuwa wako na raha sana kwa kweli. Changamoto yao kubwa ya foleni kwenye kivuko. Changamoto kubwa. Wanakuambia ukikosa kivuko unaweza ukabaki, unajua? Kama unataka kwenda ngambo ya pili kimepita. Nilimwambia usina wakati wewe umesafiri. Nikampa ya hadithi na historia. Nishakutana kadhia hiyo wakati navuka kwenda, nilikuwa naelekea Geita. Kwa hiyo nikakutana na jambo na sasa ikalazimu tulale upande wako, na ilikuwa ndio la mwisho. Kivuko cha mwisho ilikuwa ni saa 4 kama na robo hivi. Sisi tukafika dakika 20. Tuna hicho kinapotea hicho. Ndio kinaenda. Yaani kifika ile muda tu. Sasa hivi magari mengi kwa foleni kubwa, magari yanasubiri kuvuka. Mambo yanakuwa ni mengi, muda ni mchache. Kwa hiyo kila mtu akipewa nafasi ya kuweza kuzungumza, atazungumza kwa namna ambavyo anaona kabisa kadhia changamoto na kwenda kuisha. Kwa hiyo leo hii Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anakwenda kuzindua rasmi. Na nimeona wadau wengi sana leo akiposti video zile za kuelekea kule Busisi. Nimeona hata Wema naye yupo kabisa pale darajani akisema heko ongera serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kabisa kwa kuweza kufanikisha haya mambo makubwa, mambo mazuri. Lakini jana nilikuwa nikimfuatilia Mheshimiwa Rais akiwa katika mkoa wa Simiyu, na yamezungumzwa mengi, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na kuomba halmashauri kuweza kukusanya haswa mapato ya ndani kwa sababu kuweza kujiimarisha na kuweza kusaidia na kutatua changamoto zote ambazo zinakuwa zinatokea kwa ndani ya nchi. Kwa sababu aligusia pia hata hivi vita ambavyo tumeona sasa hivi inapamba moto
Irani na Israeli. Jamani. Kama vinatokea hivyo basi athari yake inakuwa ni kubwa sana, na utasikia kwamba mafuta yanapanda bei, vitu vinapanda bei. Kwa hiyo amani inapotoweka na Husna, kiukweli kwa mujibu wa taarifa ambazo tumeweza kufuatilia jana katika taarifa za habari, kinachoendelea tangia juzi jana na leo kulivyoamka asubuhi, wenzetu wanapitia changamoto kubwa sana. Watu wanapoteza maisha. Mabomu ambayo tunaonyeshwa jinsi yanavyo. Na yale yanarushwa kwenye makazi ya watu yale. Yanakuja kwenye makazi ya watu. Jamani. Kwa hiyo maana Gea na Husna mnavyoambiwa bwana, mliombeni taifa, muombeni amani ya taifa. Yaani ili kuepusha vitu kama ambavyo wenzetu wanakuwa wanavipata. Kwa kweli. Kwa hili ambalo nalizungumza kutokea Simiyu kwa Mheshimiwa Rais alikuwa akizungumza hasa akiwaasa halmashauri TRA kwa maana kukusanya mapato ya ndani ili kuweza kutatua changamoto na mambo tofauti ambayo yanaweza kupata nchi kutokana na vita ambavyo wenzetu wanapitia na kuleta ongezeko la bei kwa maana mafuta. Kwa uchache kati ya mengi ambayo yameandaliwa na Hussein bin Ali Prafa Parazi, producer namba 1 kutokea Clouds. Vita kila pahali. Kila ukiamka ni vita kule, ni vita huku. Leo asubuhi tumeamka Irani huko na wenzao Israeli wanatuangana kweli kweli. Wanakopigana kule madhara yanakuja kwetu. Sasa hivi tutasikia bei za mafuta zimepanda. Sasa hivi tutasikia bidhaa zimepanda kwa sababu wale ndio wenye nguvu walioshikilia soko la dunia. Kwa hiyo tusipokusanya ndani, lakini kwa sababu ya vita vile fedha ya kuletwa huku hakuna. Wale waliokuwa angalau shilingi wakitugaia, fedha ile itakuwa hakuna. Ni lazima maendeleo yetu tujidhatiti sisi wenyewe. Kwa hiyo niombe sana, na hii sio kwa Simiyu peke yenu, mikoa yote, halmashauri zote zijitahidi kwenye kukusanya mapato. Kwa upande wa TRA wanajitahidi. Tumewapa lengo jipya na ni matumaini yangu kwamba watalifikia. Lakini halmashauri mnakula nyingi, mnaleta kidogo. Niombe sana mjidhatiti kwenye makusanyo. Mjidhatiti ili maendeleo yaende kama tulivyoweza kuyapeleka miaka 5 hii inayomalizika. Mmemsikia Mheshimiwa Rais. Nafikiri kwa alichokifafanua na niliyoyapitisha, basi nafikiri tuko pamoja. Sawa. Lingine jana Husna, niona jeshi la polisi ambalo lilikuwa likifafanua kuhusiana na matukio mbalimbali ya haswa lile la utekaji wa Tarimo. Tulizungumza bwana Tarimo, Deogracius Tarimo, moja kati ya tukio ambalo lilikuwa kubwa sana baada ya video yake kuwa kubwa sana mitandao ya kijamii. Watu wakasema kule Kibamba sio kumuingiza kwenye gari. Kumuingiza kwenye gari. Kuna mtu akasema alikuwa anafanya dati afanye tena. Bwana Tarimo. Kaona mwili wake unaweza kumsaidia. Na tukazungumza kabisa bwana Tarimo kilichomuokoa ni yeye mwenyewe. Kutokana na kupiga kelele. Nguvu zake na kupiga kelele. Kwamba ilishindikana yeye kuingizwa kwenye gari ili hali ikionekana na umbile lake lile. Umbile. Na baadaye pia tulikuwa na jeshi la polisi kupitia kanda maalum lilikuja kutoa taarifa baada ya kuwakamata baadhi ya watuhumiwa ambao walikuwa wanamkamata Tarimo. Ambao walikwenda kumkamata Tarimo. Sio bwana jitambulisha sisi askari, wewe vipi wanaambiwa vipi si polisi? Kwa hiyo umesahau ambako kamanda Murilo alizokuja kuzungumza. Akasema hawa hawakuwa ni mapolisi. Sio mapolisi. Walikamatwa na kuna mmoja kama wawili hivi ambao ni mabondia na tulikuwa tunaona kwenye TV. Ukasema Jose mmoja bondia unamjua. Unaona ile katolewa ufanuzi. Kwa hiyo kwa sababu ya uchunguzi ulikuwa ukiendelea, nimeona msemaji wa jeshi la polisi David Misime ambaye alikuwa anasema kwamba uchunguzi umebaini wale ambao waliohusika. Nisiwe mwingi wa hadithi na kumalizia uondo, wakati kamanda mwenyewe yupo hapa msemaji wa jeshi la polisi. Pia tarehe 11 mwezi wa 11 2024 nitokea tukio lililomhusu bwana Deogracius Tarimo, mkazi wa Kibaha, mkoa wa Pwani, ambaye alionekana kwenye picha mjongeo au jongefu akipambana na watu waliotaka kumteka, ambao hata hivyo walishindwa kutekeleza adhima yao hiyo. Taarifa zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tukio hilo zilisema kuwa waliokuwa wanatekeleza uhalifu huo ni askari polisi. Uchunguzi ulibaini kuwa waliohusika sio askari polisi na chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi
Watuhumiwa 6 walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Mapenzi yametajwa. Makubwa. Umeona mambo haya? Yeah. Yaani tofauti na mambo jinsi ambavyo alikuwa anasema. Na hili ilikuwa likizungumzwa kama katika minongono na sauti za vibega. Kwamba yule bwana mapenzi ndio alimfikisha pale na kile kilikuwa kisasi. Yaani katika sauti za vibega. Ndio. Inasemekana mume wa yule mwanamke ambaye bwana huyu anahitajwa Deogratias Tarimo ni kwamba alikuwa naye anamsumbua katika simu yake. Unaona? Alikuwa anamsumbua mwenzie nani? Yaani huyu bwana huyu Deogratias Tarimo Alikuwa anataka kutekwa. Anayetaka kutekwa huyu. Alikuwa akimsumbua mke wa yule bwana aliyewatuma sasa wale mabwana Kwa hiyo yule bwana akamwambia mkeo, bwana haina shida, we mvute sehemu katika nyumba ya wageni ili tuweze kumpata huyo bwana. Alafu tujue sisi huyu bwana tutahangaika naye vipi. Kwa hiyo ndio ikasemekana kwenye sauti za vibega ambako unaona paka jeshi la polisi linakuja kutaja kuhusiana kwamba ni wivu wa mapenzi. Unakuwa wakati mwingine unakusanya doti. Ushaelewa bwana. Nasikia wangefanikisha kumchukua. Wangeenda kumtesa vibaya. Unaona bwana. Lakini tunapata picha wakati mwingine kwamba bwana ukiona mwanamke anakuambia mimi nimeolewa. Mimi nina maisha yangu, mimi na mahusiano yangu. Wakina baba sisi wanaume tuheshimu. Tuheshimu. So sitaki tena masuala ya kusumbua wake kama za watu. Pengine naye mwanamke hajasema utakuja kupata shida. Kwa sababu hapo kuna mambo yasemeki tuache tu. Mimi nazungumza kwa wale ambao wanazungumza. Wewe ushauri unaotoa hapo sasa unaposhauri zaidi wanaume hapo. Wanaume. Uko sawa. Uko sawa kabisa. Lakini mimi nakuwa napata picha mpaka huyu simu hizo zinaonekana katika usumbufu. Hivi kweli usumbufu utakuja hivi kama hakuna mazungumzo kati yenu? Na uzuri usinaduli yule mwanamke mwenyewe ambaye anatuhumiwa katika masuala haya ya Tarimo Deogratias. Mimi namfahamu. Kweli? Yaani bahati nzuri bahati mbaya mimi namfahamu. Kwa hiyo unataka nini? Hapana. Yaani yule si mke wa mtu. Ndio. Mke wa mtu. Ushaelewa? Kwa hiyo yeye tuko sawa. Tuko sawa. Hatukupinga mke wa mtu. Na wewe ushauri uliotoa kwa wanaume uko sawa, hatukupinga. Sisi tunachosema ile usumbufu hauwezi kuja tu usumbufu bila kuwa na ushirikiano. Si unanielewa? Kwamba Egende Egwile. Ndio maana yake. Mawasiliano yalikuwa yanafanyika. Wewe Samara wewe vipi unaweza kumsumbua mtu ambaye huna mazoea naye? Wewe unamsumbua tu kila siku. Kwanza ngoja nikwambie kitu, ingekuwa usumbufu tu bwana asingesumbua kutuma mabounce akambebe yule babu. Igende yule bwana. Egende Egwile. Hiyo kwako kwangu. Yaani yeye hata angemwambia mume wake kuna mtu ananisumbua, yani wala hata asingeshughulika naye. Lakini mpaka katuma wale watu wakamchukua yule mtu pale. Pale kulikuwa kuna kwako kwangu. Na si katajwa kwamba huyu bwana si mfanyabiashara maduka makubwa. Ujaelewa? Kwa hiyo kipindi kikaendelea. Tuishie hapo kwa ajili ya taarifa yote tofauti na mambo kumbe. Ndio mambo jinsi yalivyo. Sasa unajua vitu kama hivi kitokea katika maisha yetu ya mtaani tunakuja sasa tunakuja kuhamisha. Hali kwa sasa mbaya. Hali kuseni mbaya. Wewe maisha yako unavyofanya mtaani unavyoishi na watu, tabia yako ilivyokuwa ambayo si adabu. Watu wakija sasa kukufanya mipango ya huku mtaani tunavyoishi, tunakuja kuhamisha, tunaanza kulalamikia serikali. Mambo ya siasa, vitu gani kumbe wao. Kumbe nyie mambo yenu mtaani. Hali kwa sasa mbaya. Hali mbaya na nini? Kumbe nyie wenyewe watu wasiojulikana kumbe wenyewe wanajuana bwana. Najuana nyie wenyewe. Ushaelewa? Na Husna mwili umemuokoa Husna tafadhali. Mwili umemuokoa. Kuna mtu mwenye comment pia akaja akasema mshaanza kunivuruga. Nilianza kufanya diet leo mnanipa madamu. Inategemea. Mwenzake unaweza kuwa na mwili mdogo na ukakokoa sehemu vile vile. Yaani mwili kuwa mkubwa au mdogo inategemea na tukio ambalo limekufika. Sema kweli yule bwana alipambana kapambana sana tuna Mungu kamsaidia la sivyo. Alipambana yule bwana. Sijangeenda wapi. Alikuwa ana hema. Hivi shati alikuwa hana vile. Shati alikuwa. Na wale lazima wajue kwamba mlikuwa mnampeleka wapi? Of course. Sasa ndio maana unaona jeshi la polisi linakuja kuzungumza kwamba bwana toa taarifa hiyo. Kwamba hapa mapenzi ndio sababu. Ina maana hapo tayari sayansi ishatokea. Watu washanyosha maelezo mpaka jeshi la polisi. Watu washanyosha maelezo ndio endelee kunyosha walikuwa wanataka kumpeleka wapi na walikuwa wanataka kumpeleka wapi? Na walikuwa wanataka kumfanya nini? Chumba namba 8 wewe unatoa maelezo mpaka bonus unawapa. Yule bwana alipambana. Sawa, imeisha hiyo. Imeisha hiyo.
kwenye faida ya mwili mwembamba Usna inanikumbusha Yombo katika ukumbi mmoja unaitwa Sunset. Walitokea wana wakafanya sui tokio gani lile, alafu kuna mtu mmoja akajami akapiga risasi juu. Kuna sehemu ambayo mpaka leo kiniulizwa kama Josefu ulipita hapa tunabishana Palipokuwa pembamba, lakini ulitosha. Lakini nilitosha na nilipita na tukapita watu wengi. Usna Abdul yule bwana asingepita au mlipita yule bwana Tarimu usikuta naye angepita, asingepita oye ya rafiki yangu naye angepita, na tungekaa kutaka kujua kama nini kimesababisha mpaka leo. Sawa, twende kazi. Taarifa nyingine Usna, nimeona taarifa rasmi ambayo imetolewa, ambayo imetoka kwa meneja na familia ya msanii Zekute. Sio kama mkutana naye. Sijaiona jana tarehe 18. Labda nisome kidogo. Zekute msanii? Zekute msanii. Kwa heshima kubwa familia na meneja wa msanii Zekute unawataarifu vyombo vya habari, mashabiki na wadau wote wa tasnia ya muziki kwamba msanii wetu kwa sasa yupo chini ya uangalizi na matibabu maalum kutokana na changamoto ya kiafya, hususan zinazohusisha na afya ya akili ambako amekuwa akikabiliana nazo katika kipindi hiki. Na taarifa hiyo inaendelea. Usna inasema tunatoa taarifa hii kwa uwazi ili kuendeleza juhudi za kuelimisha na kuhamasisha jamii kuhusiana na umuhimu wa kulinda na kuenzi afya ya akili, hasa kwa vijana na wasanii ambao mara nyingi huambatana na mazingira yenye shinikizo kubwa. Ni wajibu wetu kama jamii kutoa msaada, faraja na mazingira salama kwa wale wanaopitia changamoto kama hizi. Kwa sasa tunafanya kila jitihada kuhakikisha Zekute anapata huduma bora ya afya na mapumziko ya kutosha ili aweze kupona na kurejea katika hali yake kawaida akiwa na nguvu mpya ya kuendelea kufanya kazi. Tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa mashabiki, wasanii wenzake na wadau wote wa muziki waliotoa salamu za pole, sala na maneno ya faraja. Mchango wenu na hisia na kimaadili utathaminika kwa kiasi kikubwa. Hiyo ilikuwa ni sehemu tu ya maandiko hayo. Lakini bwana Hussein bin Ali Prafa Faraz, producer wetu, hakuishia hapo. Alimtafuta Baraka Frank, huyu ni meneja wa msanii huyu, kutaka kujua kiundani nini hasa ambacho kinaendelea. Amekutana nini ambacho kimepelekea masuala kama haya. Kwa majina naitwa Baraka Frank, ni meneja yake msanii Zekute. Ndio. Na hiyo barua mnaweza kuiona imeweza kupostiwa kwenye mtandao kupitia social media zake, ni kweli. Na ni jambo ambalo tumeweza kuishirikisha familia yake 100% kutokana na kile ambacho msanii anakipitia. It's all about depression. Ambayo nadhani kama wiki 2 nyuma aliweza kuposti hicho kitu, na baada ya hapo kuna watu waliweza kumtembelea na mimi mwenyewe physically niliweza kufika nyumbani kwake na kuweza kuchukua hatua za mapema kabisa, lakini kadri siku zilizozidi kwenda hali izidi kuwa mbaya. So nikaona cha kwanza kabisa niweze kuripoti kwa familia yake. Waliweza kuja na baadhi wengine walikuwa hapa Dar es Salaam, waliweza kurespond na immediately tukaanza kufanya taratibu za kuweza kumpatia hayo matibabu as soon as possible. Lakini so far tuliona kidogo anapata changamoto ya watu wengi kumtafuta, tukaamua kuihold kwanza simu yake ili aweze kupata space ya kuweza kupata kwanza matibabu, then pindi atapofanya recovery vizuri nadhani atapata full access ya kuweza kurudi kawaida na kuoperate vitu vyake kama kawaida. Lakini so far yuko chini ya uangalizi maalum akiwepo pamoja na familia yake ikiwepo watu wake wa karibu kabisa. Na pia ameanza matibabu ya kuweza kumfanyia recovery kurudi kwenye hali yake ya utimamu wa mwili na akili pia. Taarifa hiyo ya meneja wake Baraka Frank akiwa anazungumza kuhusiana na changamoto ambayo imemkuta msanii huyo Zekute. Na sisi tunamwambia Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi kabisa, amfanyie wepesi aweze kurudi. Kwa kuwa shida ishajulikana basi ni rahisi kupata matibabu. Ni rahisi kupata matibabu ya. Kwa hiyo kila la heri. Sawa. Usna jana tulizungumza na Heavyweight Dulla. Tulizungumza naye kwa maana ya michezo. Games zilikuwa 8 jana. 8. Na wewe ukasema bwana, mmoja kati ya mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu itakuwa ni moja. Yanga dhidi ya Tanzania Prison.
Na kwa sababu nini? Kwa sababu ya mazingira, kwamba bwana Prison kwa kihitaji mchezo ule, kwa maana ya kujiwekea ile hali ya kwenda kucheza kule kwenye playoff. Kwamba ima apate sare ama ashinde kabisa, ajiwekee matumaini ya kuendelea salama, kuepuka katika mazingira hayo kama ambavyo umezungumza. Kwa hiyo na wewe ukathubutu kusema kwamba bwana, hiyo itakuwa ni mechi kubwa sana. Ni kweli, kwa sababu pia ya zile nyingine namna Dula alivyozielezea. Kwa mfano Ken Gold, si ndio, ambao alikuwa na Simba tayari kashashuka. Ni kukamilisha tu ratiba, si ndio, kwa maana hakuna pressure. Na wale wengine nani walikuwa wanasema kwamba wanacheza kwenye wakati mgumu kweli kweli, hali mbaya, madeni, mawazo. Tabora mchezaji wanadai miezi 2. Haya, sasa mambo yanakuaje hapo? Kutokana na maelezo yale kuona kwamba huku basi ndo kwenye ugumu, kwa sababu Prison anapambana. Lakini pia pamoja na hayo, wale Tabora walipoteza mechi jana. Hebu Jose niadithia kama ulivyoanza kunihadithia pale kwenye ile link ilonipa mwanzo. Link ile kwamba unanieleza kwamba kabla ya mechi kabla ya mechi tulizungumza hapa na Dula, tulizungumza naye kwamba Yanga na Simba wana utofauti wa magoli. Goli 9 au 10, kati hapo 9-10. Niko sahihi, niko tayari kusahihishwa. Kwa hiyo jana wakati Simba anaongoza goli 5, picha ikawa kwamba bwana afadhali atakuwa kapunguza ile magoli. Kama ni 9 kwenye 5 tabaki 4, kama ni 10 basi tabaki 5. Lakini kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Tanzania Prison mpaka mchezo unatamatika ikawa Yanga naye kashinda goli 5. Kwa hiyo deni kamerudi pale pale. Ushaelewa? Ndio maana yake. Lakini kwenye mechi ya Azam nimeona pamoja na mikwala ambayo usemaji Malkia wa nguvu wa Tabora kuzungumza kwamba sisi pale Azam ni nyumbani na tuna historia hapo, tumeshamfunga Yanga goli 3 pale. Lakini nao pia walipoteza kwa goli 4 kwa bila. Lakini Godi wakiwa wanacheza kule Tabora walipoteza goli 5 pia, kama ambavyo nimeweza kuzungumza pale awali. Lakini kubwa zaidi ambacho kimeweza kuzunguka ni kuhusiana na Bernard Morrison. Wakati kocha wake anamuita kumfanyia mabadiliko, mchezaji yule aligoma. Hivi Bernard anacheza timu gani? Ken Gold. Bado yupo gani? Ndio mimi najua yupo. Ndio ameshuka daraja. Si ndio siku moja ni mwana anasema kuhusu uraia, anataka apewe uraia. Ameshapewa? Sina uhakika. Kwa hiyo yeye alizungumza kwamba bwana, baada ya mechi walimuuliza kuhusiana na goli 5, na alikuwa akizungumza kwamba yeye kufungwa goli 5 au Simba kushinda goli 5 sio kitu cha ajabu kwake. Ni kitu ambacho amekutana nacho mara nyingi. Na alifanua kuhusiana na tukio la kocha yeye kumuita nje na yeye kagoma kutoka. Naye kugoma. Maneno yake machache alikuwa ni haya hapa Bernard Morrison. Ni kawaida kufungwa 5-0 ndani dhidi ya Simba, ni kawaida. Sisi tulikuja kucheza kama mazoezi tu. Kwa hiyo sio mbaya to lose game against Simba, ni kawaida. Mimi ilikuwa mechi yangu ni kufanya mazoezi. Kwa hiyo nilikuwa nafanya mazoezi yangu ni saa 1:30. Kwa hiyo siwezi kuacha mazoezi ndani ya maybe dakika 50 au 55. Toke nje, haiwezekani jamani. Hata kama ni mwalimu, wewe mwalimu unaona mimi ni mchezaji anafanya vizuri kwenye game, na kuna wachezaji wengi wanapoteza mpira mara nyingi. Sasa unawaacha ndani, wanataka kutoa Bernard Morrison, haiwezekani. Mmemsikia sababu yake? Bernard Morrison ana visa. Anasema haiwezekani, alikuwa anafanya mazoezi saa 1:30. Sasa atolewaje jamani? Kama kuna wengine wanafanya tofauti wangetolewa. Watu waache wafatolewe Bernard. Heavyweight. Yes. Tuko salama, karibu sana. Tupo kwenye swala hili la Bernard Morrison. Jana kocha anamuita na anaonyesha kutokuonyesha ushirikiano. Hili kwamba mchezaji unapoitwa au kwa tukio ambalo limetokea jana la Bernard Morrison, ule ni utovu wa nidhamu au ni kweli kwamba mchezaji ukijihisi kwamba bwana mimi niko fiti, kocha unaniita unibadilishe, inakuwa sio kweli, lazima nibaki naendelea na maisha yangu mengine ndani ya uwanja?
Ya, unajua ni kweli unapoitwa na kocha alafu ukagoma kutolewa, hiyo inatafsirika kama ni utovu wa nidhamu kwa benchi la ufundi, yani kukosa kuheshimu maamuzi ya kocha wako. Sawa. Na japokuwa muamuzi wakati hana uwezo yani hana mamlaka ya kuweza kulazimisha mtu kuweza kutolewa, ndio, lakini kwa benchi lako la ufundi unakuwa umezikosea. Lakini kwa issue ya Morrison, jana nilimsikiliza kocha yule Omar Kapilima baada ya mchezo, alisema Morrison ndo alimwambia kwamba yeye hawezi kumudu kucheza dakika 90. Kwa hiyo anaomba akifikisha dakika kama 50 kwenda mbele basi aweze kutolewa. Kwa hiyo jana baada ya kocha kumtoa, Morrison aliamini kwamba yuko fit, na kama ulivyosikia hapo ni kwamba yeye anaamini alikuwa kwenye performance nzuri. Kuna kauli moja alitoa, alisema kwa mfano hata ukimkata ukimchezesha akiwa na mguu mmoja bado ana performance nzuri kuliko ambao anacheza nao. Umeona, japokuwa mimi nimeitafsiri kama inaweza ni kauli ambayo ina ukakasi kwa wachezaji wenzie, lakini alikuwa anamaanisha kwamba yeye aliamini kwamba performance yake ilikuwa inaweza kuifanya timu angalau kuwa na hueni katika mchezo wa jana. Lakini kwa tukio kama lile, kwangu mimi naona ni kama ni utovu wa nidhamu. Sawa, lakini lingine ni kuhusiana na matokeo ya mechi jana. Husna hapa nilikuwa nakizungumza naye kuhusiana na kuiona mechi ya Yanga dhidi ya Tanzania Prison, kwamba itakuwa ndio bonge ya mechi kutokana na mazingira yake, kwamba Tanzania Prison kwa kiuhitaji ule mchezo, kwa maana ya kujiweka katika mazingira yale ya playoff, lakini anakwenda kupoteza kwa goli 5-0. Unahisi changamoto ilikuwa wapi kwa Tanzania Prison mpaka kupoteza kwa kiasi kikubwa cha magoli yale, ili hali walikuwa kiuhitaji sana ule mchezo ili kujiweka katika nafasi nzuri sana ili kujiepusha pia kwenye safari ya playoff? Unajua Tanzania Prisons naweza nikasema walikuwa na makosa. Mabao yao kadhaa wamefungwa kutokana na makosa ya mchezaji mmoja, lakini naelewa ni kwa sababu walikuja na mpango mzuri kwamba mpaka kipindi cha kwanza dakika kama 30 ngapi walikuwa wajiruhusu goli. Baada ya kuruhusu goli, mipango yote ikawa imevurugika na wakajikuta wamezidi kuruhusu magoli mengi, kwa sababu ukishakuwa umefungwa hata kama umefungwa goli moja kwa timu ambayo ipo kwenye nafasi ambayo yupo Tanzania Prisons, huwezi tena ukakaa ukasema ngoja niruhusu moja, kwa sababu point ndio zitakazoamua wewe ucheze playoff au ubakie ligi kuu ukiwa sehemu salama. Kwa hiyo wakawa wanataka sasa kujaribu kucheza na Yanga kama wanaweza basi waweze kusawazisha, na hapo ndipo kutana na mafuriko haya. Na unajua Tanzania Prisons mimi naweza kusema wamekutana na Yanga katika kipindi kibaya, kwa sababu kama ambavyo tulikuwa tunajadili kipindi hichi Yanga hahitaji kuangusha alama hata moja. Na pia kumbuka Simba naye alikuwa anacheza na Ken Gold ambao si mpinzani mgumu. Kwa hiyo kulinda ile nafasi ya kutokuwa na tofauti ya mabao mengi, yani manake apunguze utofauti wa mabao kati ya Yanga na Simba. Yanga pia alihitaji kuhakikisha kwamba lile gap analimaintain. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho kimechagiza kwa Tanzania Prison kukutana na hiyo dhama, kwa sababu jana pia tulizungumzia swala la utofauti wa mabao, jambo ambalo ni kazi ngumu sana yani kwenye vita ambayo ni ngumu, ambayo Simba pia anakutana nao msimuni. Pamoja na hiyo kwamba ufunge magoli, sema alikuwa anadaiwa magoli 9 kabla ya mchezo wa jana, manake ufunge magoli 9, tofauti ya magoli 9, yani huku mpinzani wako naye asiendelee kufunga magoli, yani uombe kwamba yeye asifunge magoli alafu wewe upunguze lile goli, jambo ambalo kwa timu kama Yanga ambayo ina safu nzuri ya ushambuliaji uwezo ukasema ni inaweza likatokea. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza ngasema Tanzania Prisons jana alikutana na maji marefu ambayo yamemzidi, na mwisho wa siku akapoteza kwa idadi hiyo ya magoli. Pia performance ya mchezaji mmoja kwa upande wa Yanga ilikuwa kubwa. Mtu kama Pacome alikuwa na performance nzuri, Mudathir Yahya amekuwa na performance nzuri, anaendeleza kuonyesha ubora wake, na tupo mwisho wa msimu. Kwa hiyo wachezaji pia wanajua namna gani ya kushawishi masoko yao kwenye soko la usajili. Heavyweight, tukipita kwenye kwa kubabiza tu kwenye mechi ya Azam dhidi ya Tabora, unahisi kile ambacho kwa kinazungumzwa changamoto ya malipo kwa wachezaji
ndicho ambacho wakati mwingine kisaikolojia kimepelekea mzigo mzito kwa kupata matokeo kama yale ya jana? Nafikiri japokuwa mimi mechi ya Azam sikuweza kuiangalia kwa sababu jana mechi zote zilikuwa zinachezwa muda mmoja. Ndio. Lakini tu ni kwamba sijui niseme ni hivyo kwa sababu Azam pia wamefunga mabao mengi pia. Kuna timu zimefungwa mabao 5 msimu huu na Azam ikiwemo Dodoma pia. Kwa hiyo nashindwa kucomment moja kwa moja nini hasa kilipelekea magoli yale kufungwa hivyo. Lakini jana tulizungumza, nafikiri tulisema kama ulivyosema, mechi ambayo tulikuwa tunategemea inaweza ikawa na ushindani ni dhidi ya Tanzania Prisons na Yanga. Lakini hizi zingine tulikuwa discuss kulingana na matukio ambayo yalifanyika nje ya uwanja. Lakini Gold tulisema Simba anakutana na Gandalandizi na kweli imetokea Gandalandizi. Tukasema hivyo kwa Azam FC dhidi ya Tabora ambao wameonekana wana michafuko, migomo imekuwa mingi, madai yao ya kutolipwa mishahara na hata tetesi zinasema kwamba viingilio vya mchezo walikubaliana kwamba wapewe wao kuweza kukava ile sehemu ya madeni yao. Kwa hiyo inawezekana imepelekea hiyo pia kupoteza kwa idadi hiyo ya mabao. Kwa hiyo upande wangu mimi nafikiri wajipange zaidi msimu ujao, wahakikishe kwamba wanasolve matatizo yao ili waweze kutoa ushindani mkubwa zaidi. Na kushukuru sana Heavyweight Dulla kwa michezo ya jana kuweza kutupitisha kwa taarifa zaidi za kiuchambuzi. Nafikiri pia tutakuwa na muendelezo mwingine siku ya kesho kwa maana tunafunga shule upande wa kazini. Asante sana Heavyweight Dulla. Nashukuru sana. Bien. Husna Abduli, Alhamisi leo tarehe 19, macho na masikio yetu toka maangazio kule kanda ya Ziwa mkoani Mwanza, Busisi kwenye uzinduzi wa daraja. Sasa 360 wapo huko. Wapo kule. Mambo ya oya. Mambo ya oya. Kile ambacho watu wanasema wanahisi kama kiwezekana basi kimewezekana bwana. Yeah. Hatari, niambie Jose. Jose. No. Mimi naomba nikuchagulie mtu wa kuteta. Teta na Sudi. Mwache shangazi apumzike. Mzee wa kunyapia. Sudi yote tete. Aje kunyapia. Tena Jose huko na Sudi naomba utete pakubwa kweli kweli. Tumemkaribisha Sudi Brown. Maana Sudi anajua mambo mengi kama juzi kanipa exclusive tulipokuwa Mwanza. Mama anakuponza. No. Wewe Geo ukitaka kumpa taarifa unampanga kwanza. No, lakini siwezi kusema. Yes, ila anajua swala la kupangwa. Ajui kama mimi mpaka nipangwe. Ndio mpaka apangwe. Bila kupanga anakulipua. Mama. Unajua Husna. Mimi na Sudi. Kwanza hapo unateta unafanya? Kabla hujaingia huko chini. Anaongea kwanza. Mimi na Sudi tukipigiana simu za kawaida hizi. Yaani mimi na Sudi katika maongezi ya kuenjoy tukikutana live hivi. Yaani tukikutana ofisini hivi wakati tunaongea ndio tunaweza tukaongea comfortably. Hiyo kitu ni shy note. Sio kwa simu. Yaani mimi na Sudi tukiongea kwenye nilishaichunguza hiyo. Na yeye nikamwambia wakati tumekutana hivi. Yaani tunakuwa tuna vituo dunia. Sasa nikamuuliza amwaminiani? Yaani nikamuuliza Sudi hii inapelekea nini? Yaani mazingira mimi tukiongea kwenye simu tunakuwa tunaongea kwa tahadhari kubwa sana. Shida inakuwa gani? Hawaaminiani. Kwanza mimi mtu akiniambia tu twende WhatsApp call anaongea kwa code sana. Anaongea kwa code sana. Kwa hiyo yani ukiwa mbali kumuelewa inakuwa ngumu pale unapomwambia bwana tuonane. Tukionana tutaongea vizuri. Yose bana anaongea sana kwa code ndio mimi namuelewa. Okay, lakini mambo unaongea na mtu anakuambia twende WhatsApp. Utaki. Mimi sitaki. Hatuwezi kuisha tuaminiani. Hatuwezi kuisha tuaminiani. Mtu kama anakupiga sasa Gea mimi kiasi siku tunaongea afu Gea leo nikiona Gea ananipigia WhatsApp call. Kwa sababu nitashtuka Gea imekuaje WhatsApp call. Ukiona hivyo ninaombea wa moto. Wewe Gea hata wewe naomba moto uende WhatsApp call. Au inakuja message moja upigi vizuri. Au inakuja message view once. Au view mara moja tu. Nenda na Sudi. Teta na Sudi. Ila nitamani kama angekuwa jana ile jana. Kunyapia. Kwa jana tumeteta nilisahau. Jana si ilikuwa wachekeshaji na mwiji hapo. Shakumbuka. Hiyo ishapita. Mpe jingine ya leo.
Sudi. Hivi karibuni alionekana Harmonize yuko airport na akapanda ndege fani nzuri jet ile. Afu baadaye private ikawa inapigwa madongo kwamba ilikuwa aviator sio jet. Okay. Na kuna baadhi ya picha zilipostiwa kwamba ile jet ile ilikuwa kama kupiga picha tu. Lakini ndege ambayo Harmonize husika ambayo kupanda ilikuwa kwa nyuma yake ambayo ndio ilipigwa picha na zile gari. Ndege fani vya chini ndogo. Kwa pale alipiga picha afu kashuka. Kwamba alifanya yeye walimfungulia mlango tu kwamba bwana alipanda akapiga kelele na nini, lakini kwa ndege aliyopanda picha ilikuwa ni gharama alopiga picha. Lakini sasa ndege si ndege tu. Ndege sio ndege tu. Unaelewa? Okay. Sasa watakufumbata mambo ya watu. Jamani. Wakawa wanazungumza masuala hayo. Nikasema hapana. Sudi umefika. Unaona kwenye YouTube inavyoonekana hapo. Naona mimi naona pale nani ameweka. Kwa hiyo ndio ya kupigia picha. Hiyo kupigia picha. Sasa ambao ilikuwa ndio inatakiwa ndio apande ndio ilikuwa. Nimesahau. Lakini usika yenyewe iliyokuja pale. Ni jamani watu wabaya. Kwani Harmonize kupanda ndege nzuri vile. Ushaelewa. Kwa hiyo kapiga picha. Wamepiga picha video mabegi akaingia ni baadaye kidogo. Afu baadaye akashusha. Kwa baadaye ndio kama ya kwenu. Kwenye ndege kuna mambo wanaweza kukubali kwa. Baadaye ndio akasema kwamba bwana naweza kuchukua jeti halali yenu ilikuwa ile ambayo imeonekana. Aviator. Nikasema inaitwa aviator. Anayo huyo mtu anasema hivyo anayo au babake anayo. Atuacho. Ameitwa Sudi leo. Mwache Sudi bwana. Ukiangalia haraka nadhani kuna siasa za wasanii, unajua makundi huku na huku kama vile ulivyo wapinzani wa jadi Simba na Yanga kupigana vijembe. Kwa hiyo chochote atakachokifanya huyu ili watu wakiamini itategemeana, yani kwenye mtandao sasa, ili watu wakiamini itategemeana na kundi ambalo litakaloenda kusupport na ili watu wasiamini itategemeana na wingi wa kundi ambalo litaenda comment labda Sudi tangulia ukawa mwanasiasa. Nahisi kwa sababu nyosha maelezo kapanda hajapanda. Huyu Harmonize kutokana na hadhi yake, kutokana na wake, kutokana na net worth yake, ndio au hiyo aviator. Jet Harmonize jet. Jamani. Kapanda hajapanda Sudi. Kapanda hawezi kutudanganya. Kwa alipofikia. Sio wanasema picha kapanda kashuka. Babu kapanda wewe. Kapanda hajapanda. Mpaka katuonyesha hivyo. Kapanda. Amepanda. Au kama ni kushutia labda inawezekana ni music video. Si ndio? Lakini namuona kabisa kwa hadhi yake. Huyu mwamba ana kibunda huyu. Ana kibunda kirefu. Kweli Sudi. Sasa simuona zile gari zote hizo zote zake hizo. Mpaka kuna Kajala 3 pale kama sikosei. Magari yake yanaitwa Kajala. Na hili la umelitaja la Kajala 3. Sudi bado hajacheka. Ni kwamba kile kicheko chake. Unaposema Kajala 3. Kuna jambo linaendelea mpaka Platinum bado ipo mpaka leo. Ipo na Kajala 3 si mpya hiyo. Ndio nasema kwamba mpaka imepigwa Kajala 3 bado kuna jambo linaendelea kati yao baina yao wawili. Sio sema mambo yashakwisha. Na Kajala maisha yake na kila kitu. Lakini sasa si unajua yeye mwenyewe wiki kama 1-2 zilizopita alisema kwamba yani ameshusha mabegi, yani hawezi, moyo wake hauwezi ukatoka pale na akubaliani na kumuita ex. Yani still anamuona, kila akimuona akikutana naye anaona ni huyu ni wako wake. Ndo wako wake. Lakini Kajala si maisha yake. Maisha yake mkubwa. Umesahau. Anayo maisha yake lakini hajawahi kwenda public na mpenzi mwingine. Kwa maana yake hapo wako pamoja mpaka hapa atakapoenda hadharani na mtu mwingine au wanasema Kajala maisha yake na privacy yake. Hajaolewa lakini wake na maisha yake kila kitu. Hajaolewa lakini. Hajaolewa lakini ana maisha yake na mtu wake. Ndio maana akasema hata ile sherehe ile inakwenda Kajala na Harmonize ilikwenda ilimletea matatizo kwa jamaa yake, lakini jamaa yake mwenyewe ambaye hakuepo pale. Na sio mtu akujitokeza, yani mtu wa nyuma ya pazia. Yani Sudi, mbona Sudi kama huko ufunguki? Yani mimi ninachokiona Konde mwisho wa siku anaendelea kumshawishi Kajala, si ndio?
kama mwanzo mahusiano yao mwanzo walipokuwa akienda na kurudi, si ndio? Kwa hiyo yuko katika kumshawishi na atafanikiwa. Atafanikiwa? Sababu mtu mwanamke anapenda kujaliwa, kubembelezwa, kupendwa, si ndio? Kusikilizwa, which is Harmonize na kiofa hicho. Yote anayafanya. Sudi. Sikasema Kibundi. Anamwimbia mpaka nyimbo. Sudi. Ushawahi kutoaga huduma ya ushauri na saa? Hiyo ndio nilikuwa naitaka. Ladies and gentlemen, kila siku zipo zilizokiki. Asante kwa TAF. Coca-Cola, maajabu